ya uwekaji wa jiwe la msingi la barabara yetu hii ya Kichaka Chindi hadi Mtondoni yenye urefu wa kilomita 3.1. Kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yani control number. Sasa ukifungua barabara unapunguza muda wa kusafiri, lakini pia unapunguza gharama za kusafiri. Mafuta yanayokwenda ikiwa barabara nzuri ni kidogo kuliko unapokwenda na mafuta kwenye barabara ambayo ina hali ngumu ya usafiri huo. Lakini faida ya pili, barabara inaunganisha maeneo ya uzalishaji na masoko. Ukizalisha kuku wako, ukizalisha mayai yako, yanafika sokoni kwa urahisi bila ya usumbufu wowote na kwa haraka. Mbali ya barabara hizi tunazojenga, nilikuwa nisiseme lakini nitaitoa siri hii. Serikali imeshafanya maamuzi, na tukitoka hapa tunaenda kutembelea barabara hizi, kuijenga barabara hii hapa itakwenda kuungana na ile barabara inayokwenda Mtende. Tulikuwa na diwani, tumeshaitembelea, na barabara yako inayokwenda kule kwenye kisima kile cha utalii imo. Lakini kesho kutwa inshallah tunaanza kujenga barabara ya kutoka Tunguu hadi Makunduchi, njia 4, kazi ya Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na tutaweka taa za barabarani. Sasa hapo tunataka nini? Unatoka tokea mjini na taa za barabarani mpaka Makunduchi mpaka Kizimkazi insha Allah. Lakini la pili, serikali imeshafanya dhamira ya kweli kuweka kiwanja cha ndege airstrip mkoa wa Kusini. Lakini tunataka tuiunganishe mkoa wa Kusini na wa Kaskazini kwa ajili ya kukuza utalii. Kwa hiyo barabara itatoka Nungwi, itakuja mpaka Muyuni Matemwe, inatoka Muyuni Matemwe inakuja Chwaka, inapita baharini kwa kutakuwa na Chwaka Bridge, itakwenda zake Charawe, Ukongoroni, inaunganisha. Hiyo ndio kazi ya Dr. Mwinyi. Wakati barabara hizi zinaendelea kujengwa, barabara hizi zinaimarika, matumizi ya barabara hizi imekuwa ni matumizi ambayo yanasababisha majanga makubwa sana, ajali zinazoweza kuepukika, kwa sababu watu wanatembea kwa spidi kubwa. Kadiri barabara zinavyoimarika na spidi, hasa waendesha pikipiki, bodaboda, bajaji, ajali kila siku. Tumeweka fine kubwa kidogo, vijana wanapiga kelele, fine kubwa kwa... Sasa fine kubwa, kwani wewe unataka kusababisha ajali? Fine kubwa ukifanya makosa, unaambiwa vaa helmet, hutaki. Kitozwa fine unasema kubwa. Dawa yake ni kuvaa helmet tu. Ukiingia kwenye gari, funga mkanda, we hutaki kufunga mkanda. Umewekewa nini mkanda huo? Kamera ikikumurika unasema fine kubwa, sisi maskini. Funga mkanda huo. Miundombinu hiyo tunasema si tu ujenzi wa barabara, lakini ujenzi wa miundombinu hiyo inafungua fursa mbalimbali
ikiwemo fursa za kibiashara, lakini unavutia utalii pamoja na uwekezaji ndani ya visiwa vyetu pamoja na Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa, hivi karibuni tulishuhudia Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan akifungua kipande cha 6 cha ujenzi wa reli ya SGR kutoka Tabora kuelekea Kigoma. Na ujenzi ule tumeambiwa unakadiriwa kuwa na takriban kilomita 506 na umefikia 10%, na miundombinu hii tunakwenda kunufaika hata sisi watu wa huko visiwani. Kwa hiyo sisi ni miongoni mwa ile Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tunawashukuru sana na kuwapongeza sana marais wetu wote wawili. Lakini hata kwa upande wetu wa Zanzibar tunashuhudia sote kwa pamoja ujenzi mkubwa unaoendelea wa miundombinu ambayo inaendelea kufanyika ndani ya visiwa vyetu vya Unguja na Pemba. Barabara ile inaitwa Kichakakindi Mtondoni, ambayo ina kilomita 3.1 na inajengwa na mkandarasi Eco City na inasimamiwa na wakala wa Zanroad. Lakini pia barabara hii imegharimu au itagharimu mpaka kumalizika kwake bilioni za Kitanzania 4.5 wastani wa hapo, na barabara hii imeanza ujenzi Julai 2026 na tutarajia Septemba 26 iweze kukamilika. Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara hii ina upana wa mita 6 na itakuwa na taa, itakuwa vile vile na sehemu za kutembea kwa miguu. Barabara hii lengo kuu ni kuelekea kwenye maeneo ya uwekezaji mbalimbali ikiwemo mahoteli na nyumba nyingine za wageni, lakini na miradi mbalimbali ambayo tumeona imeanza kujengwa mwanzo wa barabara hii iliyopita. Sisi Wanakusini tumefarika sana, na niseme tu kwamba tuna barabara ambayo imo kwenye mpango wa kujengwa na wenzetu wa MECO kutoka Tunguu hadi Makunduchi kilomita 48. Watathmini wameshakuja na tumeshakuja kukutana na nchi, mambo yanakwenda. Lakini kama hilo halitoshi, kuna barabara ambazo zimejengwa ndani ya wilaya, ukenda maeneo ya Kiboje zimejengwa kule, ukenda maeneo ya Dunga, lakini kwa maeneo ya wilaya Kusini, Kitogani Paje kilomita 10.6. Barabara imekamilika, mambo yako shwari. Lakini barabara ya Paje Michamvi kilomita 18. Kazi inamalizika, tunashukuru sana. Lakini barabara za ndani, maeneo ya Kizimkazi, maeneo ya Makunduchi, eneo la Makunduchi pale ndani yote takriban kilomita 38.7, kazi imeendelea. Lakini maeneo ya Jambiani mambo yako nzuri. Tunasema kwamba mmetutendea haki sana. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.